fi muslimin wazada, na amezidisha Imam Muslim, na ingawa asli yake hii ipokuwa Imam Muslim hadithi kanat inda Aisha hatta qubidat, hiyo nguo ilikuwa kwa Aisha mpaka alipokufa Aisha. Faqabadtuha wa kana an-nabiy sallam yalbasuha, nikaichukua mimi na alikuwa Mtume sallam akivaa. Fanahnu naghsiluha lilmarda yustashfa biha, sisi tutaiosha kwa ajili ya wagonjwa na wao huponywa kupitia nguo ya Mtume, huponywa kupitia nguo ya Mtume. Na hapa imeonesha kuna athari za Mtume zimebarikiwa, si kama athari zetu sisi hivyo. Ndio maana Mtume alimtemea mate Ali akapona, alikuwa mwana macho kwenye vile vita vya Khaibar, wale ilivyokuja kwenye hadithi la utiyanna rayata ghadan rajulan, kama ilivyokuja, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. فزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. na Imam al-Bukhari yakazidisha kwenye kitabu chake al-Adab al-Mufrad, katika vitabu vya hadithi pia, kitabu muhimu pia, kina hadithi nzuri. Alikuwa Mtume akivaa hiyo nguo hiyo kwa ajili ya wale wageni na kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Kwa kuna mahimizo ya hilo, siku nyingine ambazo si za kawaida ubadilike, siku ya Ijumaa ndio wakaa kasku za kawaida, au watu wenye zege alafu ingie Ijumaa vile vile. Lakini asingo tohara hizi, kwa sababu watu wanatabilisi mbaya sana. Allahu almusta'an. Kitabu as-salat kimekwisha, kinakuja kitabu al-janaiz, masala yanofungamana na nini, na mazishi, kitabu al-janaiz. Na al-janaiz ni jamu ya jinaza au janaza. Wametofautiana ulama wa jinaza na janaza ni kitu kimoja tofauti. Wapo walioona kwamba ni tofauti na wapo walioona la maana moja, kwa maana ikhtalafat al-asma'u wal musamma wahidun, wapo waliosema hivi. Lakini walioenda kutofautisha amesema aljinaza hukusudiwa kile chombo ambacho hubebewa maiti, jeneza lile. Na wapo waliosema aljanaza ni yule maiti mwenyewe, na pamesema kwamba vyote ni maana yake moja. Wametofautiana ulama kwenye hilo. Hata kwenye kile kitabu al-Fiqhul Muyassar yameelezewa haya mwanzoni mwa kitabu al-Janaiz, na pia tuliyatoa haya maelezo kwa upana tulipokuwa tukisoma ahkamul janaiz, ingawa ilikuwa si upana sana, lakini tulitoa maelezo ambayo wakati huu hatuyatoi. Kitabu al-Janaiz tutayaona yale ambayo yanafungamana na mazishi, kumzika maiti, na tutakuja kuona baadhi ya bid'a zake humo ndani inshallah. Ingawa pia tuliziona kwa ukunjufu zile bid'a za mazishi kwenye kitabu ahkamul janaiz, kule ndo tuliziona hizo bid'a kwa urefu kuliko tutakavyoona hapa, kwa sababu pia kaika mlango bid'aul janaiz al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abu Hurairah Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallam, akthiru dhikra hadhi min ladhat almaut, kithirisheni kukumbuka hadhi ay qati'a, kile kinachokata ladha zote. Kithirisheni kukumbuka kile ambacho hukata ladha zote, almaut ambacho ni kifo. Hichi hukata ladha zote, bali yani kama una mipango yako, una feeling zako, prosesi zako, kifo hakijui hicho. Yani hicho ulichokuwa nacho wewe, kifo hakina habari nacho, kina habari na wewe. Kwa hiyo mtu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban, hadithi kwa Imam Tirmidhi, kadhalika Imam an-Nasa'i na kaisaish Imam Ibn Hibban. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Anas Allah mridhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallam, la yatamannayanna
ahadukumul mauta bidhurrin nazala bihi, asitamani yoyote katika nyinyi, asitamani mmoja wenu kutamani kifo kwa tatizo tu lililomteremkia yeye. Kama ukapata tatizo bora nife, la, sio sawa. Fa in kana la budda mutamanniyan, ikiwa hana budi yeye kwamba awe ndo atamani kifo, kama kwa hali aliyokuwa nayo kufa ndo khairi kwake, faliyakul, nasemi Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li, ewe Allah nipe uhai, kama niache kuwa hai, muda wa kuwa ule uhai ni khairi, ni bora kwangu mimi. Maana ikiwa ni bora kuwa hai, basi niache niwe hai, lakini watawaffani ma kanat alwafatu khayran li, na nifishe mimi, nifishe muda wa kuwa ule kufa ni khairi kwangu. Maana kuna kitabu kinaitwa Ahkamu Tamanni al-Maut, hukumu za kutamani kifo. Kuna hukumu juu ya hilo ili utamani kifo, na ndio maana Maryam ilipotokea ile tukio la kuzaa, uchungu wa kuzaa, alisema ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Alitamani kwamba laiti ingelikuwa kashakufa zaidi ya pale. Alitamani kwamba kabla ya pale, yani awe yeye kashakufa. Kabla hadha, uchungu wa kifo, kwa sababu ukitazama kuna maumivu ya vitu viwili pale alimpata yeye. Kwanza maumivu ya ule usiana tu, kisha kuna maumivu ya kuzaa. Alipata maumivu ya sampuli mbili, yani maana kafikia hatua kuwa anaomba kwamba laiti ingelikufa kabla ya tukio lile la kuzaa, sababu kuna uchungu wa hivyo. Na ndio maana sayansi wanasema kwamba kuzaa uchungu wake unakaribiana na kuvunja mifupa 40 na katika mwili, yani uvunjwe yale maumivu unayopata kuvunja mfupa. Kuna yani yanamtokea mwanamke wakati anazaa yale. Kwa hiyo pia yaonesha kwamba kuna hali pia kuonea huruma wazazi wa kike, sababu si jambo dogo na mengineyo mengi. Lakini pamoja na hivyo kuna ubora na fadhila juu ya hilo. Mwanamtume akasema tazawwaju takthuru, oaneni mwe wingi, kwa sababu mkisoma kama kule kuoa na ndio mwa wingi, oeni mzae, ndio maana yake mkizaa ndio mtakuwa wingi. Hasa kujitia kwamba wawili tu wanitosha, na hali ya kuwa wewe mwenyewe kwenu ni mtoto wa 8 wa 7 wa 10, yani kwenu wewe, yani kuna baadhi hapo juzi akili si hawana, yani Allahu musta'an, yani kwao yeye ni mtoto wa 9, pengine ni wa 9 kwao, alafu yeye anasema wawili tu wanitosha. Wazazi wako wangelisema wawili wanatosha, ingezaliwa wewe? Usingezaliwa, kwa sababu wewe ni wa 9 huko. Kwa maana kwamba kuna umuhimu wa hilo, na tuache wa magharibi kupangilia uzazi vile kwa kwamba sisi kama kila baada ya muda fulani ndio tutazaa, hapo sawa, lakini kule kuvunja kizazi moja kwa moja, la, sio sawa. Muttafaqun alayhi. Kadhalika wa an Buraida, na kuna maelezo mengi kuhusu hilo. Wa an Buraida radhiyallahu anhu, kutoka Buraida Allah mridhie, ani nabii sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah, kutoka mtume sallam qala, amesema mtume sallam, almu'minu yamutu bi'araqil jabin, muumini anakufa aliyakuwa ana jasho la paji la uso. Kwa maana hizi ni alama miongoni mwa alama za nini? Za husnul khatima, kama tulivyoziona kwenye ahkamul janaiz pale tuliohudhuria. Rawahu thalathatu wa sahahahu Ibn Hibban, ni katika alama njema hizo. Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri na Abu Hurairah Allah waridhie wawili hawa, wamesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, watamkisheni wale waliohudhurikiwa na kifo katika nyinyi, la ilaha illa Allah, watamkisheni. Ingawa anasema Sheikh Fauzani, a'allahu ibn al-Qattan bil-inqirab wal-waqfi wa bijahalati hali Abi Uthman wa abihi. ونقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث مضطرب الإسناد
majhulul matni la wala yasihu. Hadithi anasema hivyo Sheikh Fauzani na maelezo hayo. Kwangu mimi imekuja kama ni maelezo ya nambari 7 kwa huku kwangu mimi nambari 7. Sasa kuna tofautiana chapa, ni kweli al-muhtabirin sinasema wale waliohudhuria na kifo, wale ambao wamekufa moja kwa moja, ndio ile hadithi iqra'u ala mautakum yasin. Sasa maelezo yamekuja kinyume na nini, kinyume na hayo. Sasa lakini kuna maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye hilo, kwenye hii hadithi na Ibn Uthaymeen. Sheikh Fauzani kwa mimi amenasibishwa na hii hadithi laqinu mautakum. Maana hii hadithi ni sahihi, yani maana ya hadithi maana sahihi, lakini ili tamko hili anasema Sheikh hili maana lina udhaifu tamko hili, kwa maana sahihul maana dhaifu sanad kama hivyo Sheikh, au dhaifu al-matni. وعن معقل بن يسار في حديث رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار نقطة معقل بن يسار رضي الله عنه والله مرضيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كمتم السلام قال من سمع اقرأوا على موتاكم ياسين. Ni kana hadithi udhaifu wake, maana wasomeeni wale hapa wao wametafsiri mautakum kwa maana maiti, wale maiti, kwa maana ikiwa naenda makaburini wanasoma Yasin, wametafsiri kama maiti kama maiti, wasomeeni wale maiti wenyewe. Lakini Ibn Uthaymeen yeye akasema kwamba faida ya kusoma Yasin ni kwamba ina yale fikra ya kifo yasahilisha kutoka roho. Yeye akasema hiyo yasahilisha kutoka roho hivyo, ila hii hadithi ni dhaifu. Kadhalika rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban yakaisahihisha. Wa an Ummi Salama radhiyallahu anha qalat, kutoka Ummu Salama Allah mridhia amesema, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Abi Salama waqad shaqqa basaruhu faghmadahu, aliingia Mtume sallam kwa Abu Salama na hali ya kuwa yamekodoka macho yake, faghmadahu, akafanyaje, akamfumba, kafa kakodoa macho hiyo. Thumma qala, kisha akasema, inna ruha idha qubida, hakika roho itakapotolewa, ittabahu albasar, macho huifuata roho. Hivi mtu anaangalia juu, kaelezea hivyo Mtume sallam, ittabahu albasar. Lakini Sheikh Fauzani akasema maanahu anna ruha al-insani, maanahu anna ruha al-insani idha qabidatha al-malaikatu wa akhrajatha min jasadihi fa inna al-basara yanzuru ila ar-ruh. Maana yake ni kwamba roho ya mwanadamu itakapotolewa na malaika na watakapoichukua kwenye kiwili chake, ya macho huitazama hiyo roho, yattabi'uha, kwa maana macho huifuata roho, yani yanzuru ilaiha, kama na macho huitazama hiyo roho. Aina tadhhabu, inakwenda wapi? Fahadha dalilun, hii ni dalili ala anna ruha tura wa tubsaru, kwamba roho huonekanwa, la annaha arad kama yaquluhu baadhi an-nas, sio kwamba eti roho nini, yani kitu tu, yani sio wanasemaje wao, wanahitaji wale wanasemaje wale falasifa, wanasema kwamba labda yani ni kitu tu, yani ka hewa, nasemaga hivyo, inaonekana. Bali hiya shay'un yura wa yushahadu walakinahu latifun, jismun latifun, wallahu a'lam. Akasema hivyo Sheikh Fauzani kama alizama maelezo yake. Kadhalika fadajja nasun min ahlihi, wakaanza kuulia vile watu katika watu wake, watu wa nani, kwa Abu Salama, kupiga kelele vile, mkulia yeye fulani kadha, wakalia. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair, akasema kwamba msioziombee nafsi zenu isipokuwa nini, khairi. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, hakika malaika wanasema amin juu ya kile mnachokisema. Kwa hiyo nife amin,
utakufa kweli wewe. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salama, kisha mtume akasema ya Allah msamehe nani? Abu Salama msamehe. warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi, rawahu Muslim. Kisha akasema Mtume sallam, Allah nyanyua daraja yake huyo Abu Salama awe ni katika wale ambao wameandaliwa maandalizi bora, kadhalika na umtanulie kwenye kaburi lake na umtilie nuru kwenye hilo kaburi, wakhlufhu fi aqibihi, na umwekee badali kwenye kizazi chake, wakhlufhu, na umwekee badali yeye fi aqibihi ay fi dhurriyatihi, rawahu Muslim. Hadithi kwa Imam Muslim. Lakini vile vile hadithi inayofuata wa Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah mridhie, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume sallam hina tuufia sujia biburdin hibaratin, mtume sallam alipokufa alifunikwa nguo la hibara. Hilo ni aina katika miongoni mwa aina za nguo, kwa mtume alifunikwa na akatiwa kwenye hizo nguo. Lakini Sheikh Uthaymeen akaeleza maelezo marefu lakini pia wanasema ulama kwamba ile vazi ambalo mtu anakuwa analipenda katika mavazi ambayo ni mubaha kama mafunikio yake, akifa kwa sababu alikuwa anaipenda hiyo nguo mfunike nayo. Ibn Uthaymeen akasema hivyo kama alivyoeleza ile ruwatul hadithi, muttafaqun alayhi. Wa anha, na kutoka kwa Aisha, anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qabbala an-nabiy ba'da mautihi sallam, kwamba Abu Bakari alimbusu Mtume sallam baada ya nini? Baada ya kule kufa akambusu, ishara ya mapenzi. Kwa yajuzu kumbusu maiti hata kama kafa, juzu. Rawahu al-Bukhari, hadithi kwa Imam al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka Abu Hurairah Allah mridhie, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallam amesema Mtume, qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jambo muhimu sana hili, kwa nafsi ya muumini imetundikwa kwenye deni lake mpaka atakapolipiwa, rawahu Tirmidhi wa hasanahu. Na ndio maana Mtume kuna baadhi ya watu aliyekataa kuwasalia bwana madeni. Kwa hiyo pia jambo la muhimu, sio kwamba hasa ni jambo latakiwa lifanyikane kabla ya kuzikwa ili afanywe ukhafifu wa adhabu. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini pia katika jambo ambalo ni makosa, ni madhambi, kwa hadithi mbili zinazofuata hapa tukizimalizia mlango moja kwa moja na majlis. Katika jambo ambalo ni makosa ni kuchelewesha mtu kulipa na ana uwezo, dhulma sana. Mtume akasema matalul ghani dhulmun, kuchelewesha kulipa kwa anayejiweza ni dhulma. Pesa unaona kila siku nitalipa, sina unaona nice mwanangu sana tu yule mpaka wafa, hii dhulma hii. Wewe una uwezo alafu achelewesha kulipa, ni dhulma. Kama huna uwezo ile nyingine. Ndio maana Mtume akasema kwamba atakayekopa akawa anania kulipa akafa hajalipa, Allah atamlipia. Lakini atakaye kama atamsamehe dhambi ya deni, si alishindwa uweza, anakuwa nia nayo. Lakini atakayekopa na ajua kabisa kwamba nikipewa na hamamtaa, huyu adhabu ya Allah nayo, sababu kuna watu mpaka hamamitaa sababu adaiwa. Hii sio kuna watu subhanallah, si haoni aibu yani. Mtu mpaka akifatua kwamba avaa vilembo, sasa kama mtu wa sunna siku hizi yule kumbe ajiziba, sionekane wanaomdai. Sasa akavaa kilembo akasema salafiyun kama yule hamna, kumbe adaiwa. Wallahu almusta'an. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi alladhi saqata an rahilatihi famata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu yule ambaye aliporomoka juu ya kile yule mnyama wake akafa, kwa sababu kuna mtu alikuwa anahiji. Wakati wa kuhiji vile likatokea tukio hili, akaporomoka na akafa katika viwanja vya Arafa. Waqasathu naqatuhu, ngamia wake alimuangusha chini kisha akamponda akafa. Mtume akasema muosheeni kwa maji na mkunazi, ighsiluhu bima'in wa sidrin,
wakafinuhu fi thawbaini, kwa maana muosheni kupitia nini? Kupitia maji na mkunazi, na mvishe sanda kupitia nguo mbili, zile nguo mbili ambazo kuzivaa mahujaji zile, kwa sababu aliyekufa kule nazikwa vile vile kama tulivyoona kwenye ahkamul janaiz. Muttafaqun alayhi. Na hayo ndio maelezo ya Sheikh Hamid al-Faqi, kwa maana fi thawbai ihramihi wa kana waqifan bi Arafah fi hajjati al-wada'i, na kwa maana mzikeni kwenye nguo zake zile mbili zile, na alikuwa akasimama huyo katika viwanja vya Arafa kwenye ile hija ya mtume wake, nguo zake mbili za kuhirimia zile. Muttafaqun alayhi. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia amesema, lamma aradu ghasla Rasulillah sallam, pindi walipotaka kumuosha mtume sallam, qalu, walisema, wallahi ma nadhiri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana am la. Alhadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tuliona hadithi kwa ukamilifu wake, ukawapata usingizi kadha, kwamba ilipofikia hatua wanataka wamzike mtume sallallahu alaihi wasallam, wamuoshe, wakajiuliza tumvue ngoma tusimvue mtume huyu? Ukapata usingizi, kwa maana ile hali walipokuja, ile hali ikawa ishapita tayari, kwa marhala nyingine bado kuzikwa hivyo. Ndio maana katika maelezo mengine al-Imam Abu Daud akataja hadithi, falamma ikhtalafu alqa Allahu alayhim an-nawma, lipotofautiana Allah akawarushia usingizi, hatta ma minhum min ahadin illa wa dhiqnuhu fi sadrihi, mpaka hakuna yote katika wao isipokuwa alikuwa kwenye hali kidevu kipo kwenye sehemu yake katika hivi, kwa maana lala hivi, kidevu kipo kwenye kifua chake hivi, kama mtu kalala. Kisha baadaye huko mbele hivyo, mpaka baadaye thumma kallamahum mukallimun min nahiyati albayti la yadruna man huwa yaghsilu rasul sallallahu alayhi thiyabuhu, kama hivi. Kisha akawaongelesha wao muongeleshaji, na hali ya kuwa muongeleshaji yupo katika upande wa nyumba, akamwambia mmosheni mtume na nguo zake hivyo, na nguo zake hizo wahia annahu, na maelezo mengine ambayo mtume na ulama wengi, yani maelezo mengi sana. Kadhalika vile faghasaluhu alayhi qamisuhu yasubbuna almaa fawqa alqamis wa yadlukunahu bilqamisi duna aydihim. Maelezo hivi, lakini mengi ambayo yametajwa, lakini sisi sababu mlango ni mrefu tutakuja kumalizia biidhnillah jalla wa ala siku ya kesho insha Allah. Leo tuishilizia hapa. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala yuallimana wa yuallimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilma warzuqna fahma innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa barakallahu fikum.